mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zako ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na moyo na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote niliyomwamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Naomba ukae katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwema. Kingereka, wanaopiganiwa na Bwana kingereka. Kikiri hivyo itakuwa ya kwako. Amen. Tuendelee kukiri hayo. Leo ni siku ya Bwana ya kwanza baada ya Utatu, lakini ni siku kuu ya KKKT, na kanisa letu Tanzania nzima wanaadhimisha siku hii ya KKKT. Kiangalia masomo yote tuliyosoma matatu, Zaburi, Wakorintho na hili, utakuja na package inayosema tunaitwa kuwa hodari na moyo wa ushujaa katika imani yetu, ili tuweze kuingia katika nchi yetu ya ahadi. Tunaitwa kuwa hodari na tuwe na moyo wa ushujaa katika imani yetu, ili tuweze kuingia katika nchi yetu ya ahadi. Wapendwa, kama ambavyo nimekwisha kusema, leo ni siku ya KKT, siku ya kukumbuka wazee wetu wa makanisa 7 walioona umuhimu wa kuungana na kupata kanisa moja lenye nguvu. Maana kila kikanisa au kanisa moja kati ya 7 yalikuwa yanafanya mambo yao wenyewe, hawakuwa na nguvu ya kutosha hata kukabiliana na maadui wa nje. Sasa ikiwepo pia na sera mbovu za kuabudu za kinchi, wakaona wakiungana wanaweza wakawa na nguvu na sauti hata ya kusema juu ya sera mbalimbali za nchi zinazokandamiza haki zao za kuabudu. Kwa hiyo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 1963 wazee hawa wakaunganisha makanisa 7. Otherwise lisinge kuwepo kanisa linaloitwa KKKT. Jamani, hatuwapi makofi hata wazee? Hawapo, wamelala, lakini walichofanya kiko mpaka leo. Tunaona waliacha alama. Labda tujikumbushe makanisa hayo yalikuwa makanisa gani? Hao wazee wetu waliongoza makanisa hayo wakaamua kuungana. Kwanza kulikuwa na kanisa lililoitwa Iraki kule Mbulu, waliamua kuungana. Kuna kanisa lililoitwa Tanganyika ya Kaskazini, ndio sisi tunaojiita sasa Dayosisi ya Kaskazini, lakini ilikuwa imechukua mikoa mingi. Kuna kanisa lililoitwa Usambara Digo
kwa kule Tanga. Kuna kanisa lililoitwa Uzaramo Uluguru Dar es Salaam na Morogoro. Kuna kanisa lililoitwa Irambaturu Singida kule kati. Kuna kanisa lililoitwa Ubena Konde kusini, na watu wa kusini wako hapa kutoka Mbeya. Kuna kanisa lililoitwa Kaskazini Magharibi mwa Tanganyika, ni kule Kagera, Bukoba na wengine. Haya ndio wazee wetu waliona umuhimu wa kuunganisha kanisa na kupata kanisa moja lenye nguvu. Je, walikuwa na vision gani? Walikuwa na maono gani? Taswira gani wanapounganisha makanisa haya? Walikuwa na nini kwenye moyo wao? Walikuwa na kitu hiki ambacho ndio vision yao au taswira. Wanasema ilikuwa dhamira yao ni kujenga ushirika wa watu wenye upendo. Hebu sema upendo. Hiyo ndio ilikuwa dhamira ya hao wazee. Alafu ushirika wa watu wenye amani. Hebu sema amani. Ilikuwa kujenga ushirika wa watu wenye furaha. Sema furaha. Alafu waliobarikiwa na Bwana. Sema tuliobarikiwa. Ndio ilikuwa taswira yao. Alafu wanasema hao watu wamebarikiwa kiroho na kimwili na wenye matumaini ya kuurithi uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo. Hayo ndiyo malengo ya wazee walipounganisha. Naomba nirudie kwa utaratibu. Walikuwa na mpango gani walipounganisha makanisa? Iweje ili tujipime kama tuko kwenye malengo au bado? Wanasema vision yao au taswira ilikuwa ni kujenga ushirika wa watu wenye upendo, amani na furaha, watu waliobarikiwa kiroho na kimwili na wenye matumaini ya kuurithi uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo. Yaani kama huko kanisani huna furaha, wewe hujui kwa nini uko hapa. Kama uko hapa kanisani huna amani, hujui kwa nini uko hapa. Kama uko hapa kanisani huna upendo, hujui kwa nini uko hapa. Na haya matunda mengine huku huwezi kuyala. Haya mengine huwezi kuyala kwa sababu haya ya kwanza umeshindwa. Utakuwa hujabarikiwa kiroho wala kimwili kama haya matunda ya upendo, amani, furaha haiko kwako. Utakuwa hujabarikiwa kiroho pia. Kwa hiyo bidii yetu au upambanaji wetu, tupambane tuwe watu wa amani, watu wenye upendo, alafu tuifurahi ingie, alafu baraka za Mungu zinaingia za kiroho na za kimwili, alafu kutoka huko anasema watu wenye kuweza kuurithi uzima wa Mungu wa milele. Bwana asifiwe. Hawa wazee walikuwa wanaona mbali, lakini walikuwa na namna gani wafikie malengo hayo? Mission ile ilikuwa vision. Sasa mission yao ili kufikia malengo ni nini? Dhamira ndio mission yenyewe. Walidhamiria wapite njia gani? Wanasema ni kuwafanya watu wote wamjue Yesu Kristo ili wawe na uzima tele. Watatumia njia gani? Kwa kuwahubiria habari njema kwa maneno na matendo. Hapo udiakonia umeingia. Na kuzingatia neno la Mungu kama lilivyo katika Biblia na misingi ya mafundisho ya Kilutheri kwa kuongozwa na katiba ya KKT. Hiyo ndio ilikuwa mission yao. Wangefanyaje? Ni kwa kuhubiri, kufundisha kwa njia ya maneno na matendo, na katika kufundisha lazima wazingatie Biblia lakini na hiyo katiba ya KKT. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio ilikuwa vision na mission ya watu wetu, wazee wetu wa makanisa 7. Je, hayo tunayo yote kwa utimilifu wake leo katika kanisa? Na mimi niwe mkuu wa jimbo, na mimi niwe kile. Kama una mawazo haya, umepotoka na hauko kwenye misingi ya wazee wetu walioijenga KKKT. Kwa hiyo wapendwa, tunaitwa tuyashike sana haya maungamo ya wazee wetu, na katika somo linatupa neno linalosema tunaitwa kuwa hodari na moyo wa ushujaa kuitetea imani yetu ili tuingie nchi yetu ya ahadi kwa ushindi mkuu. Bwana asifiwe. Lazima kuitetea imani yetu popote ambapo inapotoshwa,
kwa jinsi yoyote na kutetea si lele mama. Hapa anasema kwa uhodari na kwa ushujaa. Katika hilo tutaingia nchi yetu ya ahadi. Labda nizungumzie ninapomaanisha nchi ya ahadi ni nini. Kitu chochote unachokitarajia ambacho hujakipata, unaweza ukakipa jina hilo ni nchi yako ya ahadi. Na mtu mmoja amenielewa. Kuna kitu unatarajia na unakipambania ili ukipate. Kabla hujakipata kinakuwa nchi yako ya nini? Kwa hiyo kinachotakiwa kwa msingi wa neno tulilosoma leo ni lazima uwe hodari na moyo wa ushujaa kupambana kile unachotazamia kukipata. Upati kilele mama. Upati kilele mama. Unataka maisha mazuri, unahitaji kupambana, kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa uhodari, kwa ubora, kufanya kazi kwa ushujaa mpaka upate kile unachokitazamia. Amen. Watu wa siku hizi wanatembea tu wakifikiri watapata maisha mazuri. Vijana wa siku hizi ndio tunajua ajira hakuna, lakini kazi zipo. Kwa hiyo vijana wamejenga maisha yao kwenye msingi mmoja tu, ajira, lakini kazi zipo na wanataka maisha mazuri. Bati lazima uwe hodari, moyo wa ushujaa. Wamekuajiri, hawaja kuajiri, jiajiri. Bwana asifiwe. Ziko kazi nyingi za kujiajiri na upambane, sio kilele mama. Hakunaga maisha mazuri rahisi. Na mtu mmoja amenielewa. Yaani hamnaga maisha mazuri rahisi, ni lazima pambana. Na hapa tumeambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Wewe unalala mpaka saa 4, unataka maisha mazuri. Unayapataje? Yanakujaje? Kama umeshapata sana, amka mapema uongezee basi hicho ambacho umeshapata. Leo kuna mzazi anaamsha mtoto kufagia. Si wako dada na kaka. Nani amewaharibu? Sasa kama umeharibu wewe utafanyaje na mmesema wenyewe? Ukitaka kuoa usioe broiler. Oa dada wa kazi. Alafu mjenge. Bwana asifiwe. Wamama mlioko hapa mnanielewa. Mimi nimewaambia vijana, ukitaka kuoa angalia yule dada wa kazi huko nyumbani anaikimbizwa usiku na mchana. Dada kalete maji, dada fua nguo ya mtoto, dada lete chai, dada maji ya kuoga, dada fagia, dada. Ukioa huyu na mke nyumbani. Ukioa haya mabroila yetu, wacha mtoto apumzike, wacha mtoto akae. Wamama mko hapo? Na vijana wameamua hawaoi, maana hawaoni. Kwa nini haoe? Maana anaoa mzigo nyumbani, mzigo tu. Kama unajenga watoto kimzigo, shauri yako, utabaki nao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe hodari katika mambo yote tunayotaka kufanya. Unahitaji kufaulu masomo, kijana, lazima uwe na bidii, uwe hodari katika masomo. Amen. Unahitaji nini? Unahitaji kujenga nyumba, lazima ufanye bidii, uwe hodari katika kazi. Lakini jambo lingine, uwe na nidhamu ya matumizi yako. Uwe na nini? Kwa sababu kuna watu wengine tunawaona bidii zao, wanafanya kazi kweli, lakini ukija kwenye matokeo huwaoni. Hawana nidhamu katika matumizi. Wanafanya kazi kwa jasho, alafu anaenda kulewea na mambo mengine, alafu anatazamia apate maendeleo kweli? Uwezi. Ni lazima ukishafanya kazi kwa bidii, lakini pia uwe na nidhamu ya matumizi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa amewaahidi Israeli nchi yao ya ahadi, na alikuwa amemwaahidi Abrahamu mapema. Sasa hapo katikati zikapita changamoto nyingi, lakini wakati anawaokoa Misri, Mungu aliwatia moyo sasa kuingia nchi ya ahadi kupitia Joshua. Na imewezekana Joshua kutiwa moyo ili awatie moyo wale watu kwamba wasonge mbele kwa sababu ya uhodari na ushujaa wake. Tunauona wapi uhodari na ushujaa wa Joshua?
ni kwa sababu Musa walipokaribia kuvuka mto Yordan, alisema tusiende kule kichwa kichwa, tutume wapelelezi 12 alafu warudishe habari. Na wakaenda wakapeleleza nchi. Wote waliiona kama nchi nzuri, wote waliona ina asali na maziwa, wote wakarudisha habari hiyo kwamba nchi ni nzuri. Lakini askari 10 wakaleta habari mbaya. Hebu sema habari mbaya. Na mimi nikuombe, achana na watu wanaokuletea habari mbaya. Achana nao. Achana na watu wanaokukatisha tamaa. Wewe ndio una maono, Mungu ameweka ndani yako hayo maono. Anakuambia huwezi. Achana na hiyo. Mimi kuna wakati najenga, ilikuwa katoto kadogo hivi naanza kujenga. Nakumbuka nikupe ya kwangu. Sasa mke wangu ufunge masikio usije kuenda kuniambia nasema mambo ya nyumbani. Mimi nahubiri hapa. Bwana asifiwe. Sasa wengine wanatuvuruga, wewe unasemaje mambo ya Mungu? Sasa wakati najenga, nilikuwa na ndugu yangu tena rafiki kweli wa karibu, akaanza kunikatisha tamaa. Mimi sio mtu mwingine. Akaniambia huwezi. Sasa kwanza mimi nilipima kanyumba kangu karumu 3. Nilipoenda kazini nikakuta baba amemwambia fundi ongeza room 7. Nikaja nikagombana na baba kwamba siwezi. Akasema unataka kuoa kesho? Nikamwambia hapana. Sasa basi malizia ujana wako hapa. Ndilo neno alilonipa. Na mimi nikaanza kupambana. Sasa wataabishaji. Huwezi. Hii watu wote wameshindwa, wewe utawezea wapi? Akashindwa hiyo, akaja na nyingine, sema akaja na ya pili. Akaniambia unakufa. Watu wote walioanza nyumba ya bloku namna hii wamekufa. Akanihesabia na kuambia jambo la kweli. Fulani alianza nyumba ya bloku akafa. Wakati ule miaka 85, 86 ilikuwa bado sana. Fulani alianza na ni kweli wamekufa. Sasa ni kwa ajili ya nyumba. Lakini naomba nikwambie ili nisaidia. Mimi sikuwa mjenga. Nilitenga kamsingi kamoja hapo kwenye msingi, nikawa naomba hata sijui kuomba sawa nikiwa kijana. Lakini na ngoja nife. Kwa sababu nimeambiwa ukifanya, sikukata tamaa, lakini nikasema basi mimi nafanya kama nikufa basi sinife tu. Kwa hiyo nikaendelea kujenga kwa ushujaa, nikingoja kufa, sijafa mpaka leo. Sinipo jamani. Achana na watu wanao kukatisha usiingie kwenye nchi yako ya ahadi. Wapuuze, pambana. Wakikwambia utakufa, waambie mchungaji Munisi hakufaga. Haleluya. Na wapo wengi kweli. Na lengo ni ili mlingane pengine, au lengo ni ili usimzidi. Kama ana karumu kake kamoja wewe kajenga mbele, hataki umzidi, anataka akurudishe chini. Achana na watu wanaokatisha tamaa. Amen. Sasa makabila 10 yakarudisha habari mbaya. Kweli nchi ina asali na maziwa, lakini tumekuta kule manefili, mijitu ya miraba 3. Hatuwawezi kwa vyovyote. Wana nguvu kuliko sisi. Si habari mbaya hiyo? Wana wa Israeli wakanungunika, wewe mnatuleta tuje tufie huku sasa. Umesikia habari hizo? Joshua na Kalebu wakasimama, ndio maana anapewa heshima hii. Wakasema ndio nchi ina asali na maziwa, ndio majitu yake ni makubwa, lakini bila shaka Bwana atawaweka mikononi mwetu. Haleluya. Bila shaka Mungu atawaweka mikononi mwetu. Ili ndilo neno lililomfanya Caleb na Joshua kuvuka Jordan. Wengine wote waliotoka Misri Mungu akawaulia huko jangwani, lakini wale waliozaliwa huko katikati na hawa Joshua na Kalebu ndio Mungu aliwaruhusu wakaingia. Moga utakufa kabla ya wakati wako. Moga utakufa kabla hujafika kwenye nchi yako ya ahadi. Acha woga. Mwambie jirani yako acha woga. Songa mbele. Amen. Songa mbele. Pale kwenye bahari ya Shamu, Mungu hakuwa amewaambia kuna bahari huko mbele, sio? Walipofika kwenye bahari ya Shamu, hakuna njia popote. Bahari iko mbele na Mungu atengenezi njia ndipo uione ipite. Mungu anatamani uanze safari alafu na yeye akubebe. Amen. Wakaanza safari, wakafika kwenye bahari, hakuna njia. Kanungunika. Ukiwa kiongozi kama baba, kiongozi nyumbani, usikae kwenye manunguniko. Fanya kama Musa, akamwambia Mungu hapa nafanyaje? Akamwambia una nini? Na fimbo. Nyosha fimbo kwenye maji. Akanyosha fimbo, njia ikatokea. Kuna watu wanaonaga bahari tu katika maisha yao, hawatatoboa. Yaani kila unapoona hakuna njia, iko njia.
na mtu apewagi lifti akiwa nyumbani, si unajua hiyo? Yaani unaenda Moshi, unatoka Boma Ng'ombe na una hela, unataka lifti, unakaa ndani unaingoja lifti, itakuja? Haiwezi kuja. Toka huko nje, magari yanapita mengi, nyosha mkono hivi. Bwana asifiwe. Nakumbuka ya darasa la pili tulikuwa tunasoma mbali Nkokashu na mabasi yanapita. Sasa mtu mmoja alinifundisha namna ya kuomba lifti. Sasa ukiombea mkono huu wa kushoto upewi. Sasa lakini ili kumchanganya dereva unapiga kwanza kushoto, alafu ajua umegundua unapiga kulia. Anajua huyu kijana amegundua na adabu, anasimama anakupa lifti. Na tulikuwa tunafanya hivyo, tunapata lifti. Hakuna anayepewa lifti akiwa wapi? Anza safari. Katika maono ulionao, anza, utamkuta Bwana na Bwana atakubeba, atakusogeza mahali kwenye nchi yako ya ahadi. Haleluya. Anza, na usianze kelele mama. Anza kwa ushujaa. Amen. Anza kwa ushujaa. Anza kama mimi. Walipo nikatisha tamaa, niliongeza nguvu mpaka na za ziada. Mpaka na za ziada. Wajue ninaweza yani. Halafu wakisha shindwa wanalegea. Ndio ile, labda ndio mnasema shindwa na ulegee. Wanalegea, halafu wanakuja kukuuliza mawazo ulifanyaje. Na ukiulizwa wape majibu. Bwana asifiwe. Nafundisha habari ya kuwa hodari na moyo wa shujaa. Caleb akasema na Yoshua, tutaweza, twendeni mara moja. Wale wengine wakafia huko. 12 walikufa pamoja na wale waoga wengine wote wakafa jangwani. 2 tu waliotoka Misri pamoja na waliozaliwa huko jangwani miaka 40 ndio waliingia nchi ya ahadi. Unataka kufia jangwani? Kama utaki kufia jangwani, lazima uwe hodari kwa imani yako. Amen. Uwe hodari na wachawi wajue hatukuwezi. Unanielewa? Wajue hatukuwezi. Mimi huko nilikotoka huko wakanijaribu, hata hapa mmenijaribu tu, si mnajua. Sema tumekujaribu mchungaji, tumekushindwa. Panga kazi sasa tufanye. Anasema kama ni hivyo tupange kazi. Hapa walinijaribu wakasema nioni kwenye kamera wale mlioniletea habari. Acha woga. Kabundi kanapita huko nyumbani, ni hofu. Hofu itakuwa, hofu ni kiwanda cha shetani cha kufanya kazi zake. Utakufa kabla ya wakati. Wachana na hivyo, piga teke, songa mbele, fanya kazi. Bwana asifiwe. Sijui mtu amekuja huko nyumbani ameweka damu, ameweka, achana na hiyo kitu. Na wale wanaweka nazi huko barabarani nini. Kama una imani kama ya kwangu, kama iko vizuri haijachafuka, chukua nenda kula, tumbo halitaoma. Bwana asifiwe. Acheni na woga, uwe hodari na moyo wa shujaa. Kikapo nyumbani wajue huyu watu, yani wakate tamaa kabla hawajaanza kukushughulikia. Sasa lile hatuliwezi, lile limeokoka, lile nini. Wokovu ni kitu kizuri. Wakishasema lile limeokoka, maana yake wanakaa mbali na wao, hawakuwezi. Amen. Haleluya. Katika jambo lolote unalotaka kuachieve kwa matokeo makubwa, unahitaji uhodari na moyo wa ushujaa. Na Mungu ndiye anatuimarisha. Unajua Mungu ndiye anamuimarisha Joshua. Mwambie Joshua, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa. Sasa kama Mungu anaweza kumtia mtu nguvu, kwa nini tusing'ang'ane na imani yetu? Imani katika Kristo Yesu, alafu Mungu atie nguvu imani yetu. Haleluya. Uwe hodari katika imani. Na ukiwa hodari katika imani, kila jambo unalotaka kuachieve, kila jambo unalotaka kufanya na ufanikiwe, utaweza. Kwa nini? Ndani uko imara. Mambo yote tunayoyaona yametendeka duniani yako kwenye ulimwengu wa roho. Namna ya udhihirisho ni hiyo nguvu yako ya imani iliyo ndani, ndio inakuwezesha kula. Ibrania anasema mwenye imani haba anakula nini? Mboga. Lakini kama una imani imara, mboga na ugali. Bwana asifiwe. Angalia usikute wewe ni mtu wa kula mboga tu, utafia jangwani. Imarisha imani yako. Inuka ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Fanya mambo makubwa ya kushangaza ambayo watu wengine hawajawahi kufanya.
alafu unapofanya nguvu zako zinakuja, alafu nchi yako ya ahadi ndio hiyo hiyo unakula huko huko. Bwana asifiwe. Kingereka, tukiwa hodari, tukiwa na upendo, tukiwa na umoja, tukiwa na furaha, tutafanya mambo makubwa ya kushangaza dunia. Usiseme amen. Usituletee usiku. Amen. Kaa huku ukiwa na imani imara, lakini ukiwa na imani imara uwe na zile mission na vision za wazee wetu: upendo, umoja, furaha. Tutapata uzima tele, lakini tutaenjoy tukiwa hapa duniani na baadaye uzima wa milele. Nani amenielewa? Biblia inasema hakuna aliyeacha mke au mume au shamba au ng'ombe kwa ajili yangu asiyepata mara, sumalizie, mara na ushe uzima. Kwa hiyo hapa tutaenjoy kwa 100%, kula bata na kunywa, alafu bado uzima wa milele tunao. Wewe mwenye imani mchinjo utakula vitu vya kuungaunga hapa, shida na hivi, na hata uzima wa milele upati. Na leo nitangaze neno. Shirika wa Kingereka, Bwana asifiwe. Kula unachokitaka, sio unachokikuta. Yaani ukikuta unakula unachokikuta, we masikini. Kuna mtu amenielewa kweli? Maisha unasema songa mbele tu tuende, hakuna hiyo. Maisha ni mpango. Ukitaka kuingia nchi yako ya asali na maziwa, unapanga, nataka nile nini? Leo nile kuku, nimekula sana kuku, leo nijaribu maharage. Yaani ni wewe unapanga. So ukikuta tu kile kilichopikwa ndio unakula, we bado uko chini sana kwenye maisha. Nimesema kula nini? Sio unacho kikuta. Kama hujanielewa shauri yako. Yaani kama unakula tu unachokikuta, kwa kweli una matatizo. Hujaingia nchi ya ahadi. Na urudia kusema kula unachokipanga na si unacho. Lakini kama maisha ndio ya kwako hayo, basi unachokikuta kula tu, maisha yaende. Utafanyaje sasa? Bwana asifiwe. Katika kupeleleza nchi walirudi kwa uhodari. Sasa haya maneno sijui kama tunaweza kusoma Yoshua 6:1 mpaka 5, Hesabu 13:31 mpaka 33. Mtu apewe mic. Kitabu cha Hesabu 13:31 33 hadi 33. Chap chap. Nasoma kwa msaada wa Yesu. Amen. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. 32. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Walileta habari gani? Mbaya. Wakasema, ile nchi tuliopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi iliyowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Wanasema ni mtu inayowala watu. Usomaji wa huyu unaweza ukapotea. Ni nchi inayowala watu na watu wake ni warefu. Malizia. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki, nisikilizie walivyojiona sasa. Waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Hebu ngoja kwanza, simama hapo. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Yani wamelegea, nguvu zimeisha. Alafu walivyojiona hivyo ndivyo na hao walivyowaona. Hebu malizia mstari. Nao ndivyo walivyotuona sisi. Amen. Wachana kusarenda kwa adui. Mapanzi na wale wakawaona hivyo hivyo, kama hivi tunavipiga teke. Lakini Joshua ana moyo wa ushujaa na Caleb anasema tupande mara, kwa sababu si nguvu zao, kuna nguvu nyuma yao. Hujui unataka kwenda wapi, ustahili kuishi. Maana unaishi unafanya nini? Lazima uwe na maono. Nataka kuachieve kitu fulani, nataka kufika pale, na katika kufika kuwa na imani thabiti, moyo wa ushujaa, kuwa hodari, utasonga mbele. Wapendwa, hivi vitu ni vya Mungu. Ukisoma Kutoka 14:14, ukishajizatiti na namna hiyo, Mungu anasema Bwana atawapigania ninyi na ninyi mtanyamaza kimya. Kazi yako ni kuamua kuchukua hatua, na kazi ya Bwana ni kukupigania. Haleluya. Wazee wetu wakaamua kuunganisha kanisa wawe na nguvu, na kanisa lina nguvu.
Kanisa letu likisema linatetemesha. Amen, linatetemesha. Na serikali hata kama isemi wakati fulani hapa tumesarenda, lakini wanabadilika mahali fulani, kwa sababu kanisa limesema. Tusimame imara katika imani, tuwe na nguvu, tuseme kwa haki kila jambo. Mfano sasa tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, sio? Tunahitaji kama kanisa, kama Wakristo kusimama imara, tuwe na uchaguzi wa haki, ili tunapohubiri amani. Amani wanasema ni tunda la nani? Caleb alituambia hapa, amani ni tunda la, achana na mambo ya Kikristo, tuko kwenye siasa sasa. Amani ni tunda la haki. Kwa hiyo haki ikitendeka, amani itapatikana, lakini amani ikihubiriwa bila haki, huwezi kupata hiyo. Kwa hiyo katika hili kanisa likawa na nguvu ya kuzungumza, na Mungu wa mbinguni akawabariki. Kanisa limeendelea kuwepo, limeendelea kukua mpaka leo. Lakini huo ni mfano tu. Familia ikiwa na umoja kama inavyosema Zaburi ya 133, tazama, hebu tuseme, na kupendeza. Mimi nataka mstari wa mwisho, anasema huko ndiko Bwana alikoamuru, tena na nini? Na uzima wa milele. Umoja. Kwa hiyo umoja huu uanzie nyumbani. Pale nyumbani jenga umoja, alafu huo umoja utaambukiza, utakuja kanisani. Kanisa tutakuwa na upendo, tutakuwa na furaha, tutakuwa na amani, tutakuwa na umoja, kwa sababu umeanza kule, alafu unaambukiza KKT nzima. Mungu wa mbinguni ambaye ametupa kujifunza haya tu machache ya kuwa hodari na moyo wa ushujaa katika kila unachofanya katika imani, ikupe kuwa hivyo ili uweze kuingia katika nchi yako ya ahadi. Na hapa nisisitize Kingereka, tukinia mamoja, tukipendana, tukifurahiana, Mungu atakuwa pamoja na sisi, na kila tutakachodhamiria tutafanikiwa, kwa sababu uwepo wa Mungu pamoja na sisi ataachilia. Na Biblia inasema kadiri ambavyo hatutaacha kung'ang'ana, Mungu ataachilia. Kama yule mama aliyetaka mikate akang'ang'ana usiku, yule mtu akaona huu ni usumbufu, hataki kumpa, lakini akaamka akampa. Bwana asifiwe. Tuombe.